Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji, ni mimi Anne Alista, mke wa kwa Anne Alista. Ni hapa Gombo Maranatha. Bwana Yesu Kristo anarudi upesi. Nikukaribishe mpendwa mtazamaji popote pale ulipo, kipindi chetu cha mwanamke na uzao wake. Tuanze kwa kukaribisha msaada wa Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu ndiye anayeweza kutufundisha yote. Baba yetu na Mungu wetu, kupitia uweza wa jina la Yesu, asante kwa neema hii, asante kwa kibali hichi, asante kwa wakati huu, asante kwa ajili ya kila jicho, kwa jina la Yesu, kwa ajili ya kila sikio, kwa ajili ya kila ufahamu wa kila mwanamke na mtoto popote pale walipo. Ninakuinulia Bwana mwenye uweza, ili Mungu kajaze yaliyo mema yanayotoka kwako katika Roho wako Mtakatifu. Ufahamu kashuke na nguvu na maarifa yaliyo sahihi katika jina la Yesu Kristo. Kila kilicho cha kwako Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, kikaishi kwa jina la Yesu na kukuzalia matunda. Kile ambacho kinatoka kwa yule mwovu kikang'olewe. Roho ya kupanchi neno na ing'oa na kuiteketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Na inua na mioyo pia ikawe zabihu mbele zako, na Bwana ukalishe katika utukufu wa jina la Yesu. Amen. Mpendwa mtazamaji, ni wakati mwingine tena ningependa nikualike pamoja tushare neno hili zuri sana ambalo Roho Mtakatifu amekuwa akinifundisha, inayohusiana na kwa habari ya kitchen party. Kitchen party ni nini? Kitchen party inasaidia nini kwa watakatifu, familia za watakatifu? Ina msaada gani katika habari ya unganiko la wana wa Mungu, watu ambao ni wasafiri wa kwenda mbinguni? Nini kitchen party? Maana ya kitchen party, kusudi la kitchen party, inasaidia nini, inabadilisha nini, inaongeza nini, inatufikisha mahali ambapo imebeba kusudi la Mungu, ina roho gani nyuma yake, kuna nguvu gani nyuma yake, ni Mungu yupi hasa? Ni kweli Mungu wa mbinguni ambaye anahusika kwenye kitchen party, au Mungu wa dunia hii? Nimenisumbua kwa muda mrefu, hata mimi pia nilikuwa mmoja wapo katika hao mambo ya kitchen party, lakini Bwana alivyonieleza ni vitu tofauti. Lakini nataka na wewe pia kwa namna moja au nyingine tuende tukaangalie na tupite kwenye sehemu au baadhi ya maandiko, tuone kwamba kweli kitchen party ni nini, kwa nini tunafanya, na kwa nini sasa hivi kitchen party ndio imejaa na ina nguvu kwenye makanisa. Habari ya mambo ya harusi. Harusi inapokuja tunajua kwamba harusi, Mungu ni unganiko halisi, ambalo tunajua kwamba ndoa ni kitu cha kiungu, ni Mungu mwenyewe. Mwanzo 1:26 anasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, waka. Huyu mtu hapa anaendelea anasema wakatawale samaki wa baharini. Na maana tena mtu anamaanisha kwamba ni me na ke, yani mume na mke ndio mbele za Mungu anahesabika kuwa mtu, yani ni hasi na chanya. Ukienda pale mstari wa 27 anasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo ndoa imeanza huko. Mungu wakati anaumba, alichokiumba ni me na ke, ndo anaitwa mtu, kabla ya dhambi, kabla ya anguko, kabla ya mengine hayo ambayo leo yanafanya tena mpaka kuwe na mambo ya vurugu mechi ya kuhangaika na huku kuitafuta ndoa. Lakini tunaona kwamba toka mwanzo Mungu alivyoumba, hata kwenye Mathayo 19 anazungumzia kwa habari ya watu waliokuwa wanataka ushauri kwa Kristo, kwa habari ya mtu anaweza kaachwa mke, akasema hii ni kwa sababu ya ugumu wa moyo. Musa akasema basi ikitokea hivyo mwache, mpe talaka. Lakini toka mwanzo Biblia inazungumza kwamba Mungu alichokiumba ni mume na mke. Kwa hiyo mwili ni me na ke, mume na mke, hasi na chanya. Ukienda pia kwenye Mwanzo 2:24 pale anazungumzia kwamba kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe. Hiyo iko there, Mungu tayari ilishaandaliwa since before, ipo hiyo na haina maswali. Ila baada ya uharibifu, baada ya dhambi kuingia, tunaona kwamba ndoa ziko nyingi, na hata wale wanaoandikisha ndoa au wanaofungisha ndoa wanakuuliza, je, kwenye hizo fomu zimeshaulizwa, je, ni ndoa ya kimila, ni ndoa ya wapi, ni ndoa ya serikali, ni ndoa ya nini, ni ndoa ya ipi, au ni ndoa ya kanisani? Kwa hiyo ya kanisani tuna utaratibu wa kwenda madhabahuni kwa sababu ya kurudisha tena ile asili baada ya uharibifu, baada ya dhambi, baada ya machafuko, kuenda tena kuirudisha madhabahuni ipate kibali, baraka na
utukufu wa Mungu, ili kwamba Mungu ahusike na ile ndoa moja kwa moja. Baada ya dhambi, baada ya anguko, kwamba ndoa tena kama inaingia, basi lazima irudishwe tena mbele za Mungu, ikabidhiwe mbele za Mungu, ahusike kwenye ile ndoa, na ndipo iende ikaanze kufanya kazi. Lakini katika hiyo ndoa sasa hivi tunaona kwamba kuna mimi sijajua ni lini imeanza, lakini najua kwamba kuna send off. Hiyo send off najua ilikuwa kutoka siku nyingi. Na send off tunaona kwamba unaweza kuuliza kwamba send off imetokea wapi? Send off mimi najua kwamba kwenye Mwanzo sura ile ya 24, at least kwa sentence hii naweza nikaiona kwamba okay, sawa, ina mantiki hiyo send off. Tunaona kwamba mtu anayeitwa Rebeka, ndugu au familia yake ilimuaga na ikambariki. Kwa hiyo unaelewa kabisa kwamba send off kwa mantiki hiyo kwamba ni tendo la wanafamilia kumbariki binti yao, kumtakia amani, baraka zote, kumpa furaha yote na kumwaga kwa upendo kabisa, ili kwenda kuingia na kuanza familia mpya yenye baraka, kwa baraka kutoka kwa wazazi na familia na wana ndugu. Kwa hiyo anaondoka akiwa amebarikiwa, kama tunavyoona kwenye Mwanzo 24 pale tunaona wale ndugu, familia ya Rebeka, walimuita, wakambariki na wakamwaga, wakamwambia kabisa nenda ukawawe mama wa maelfu, na akabarikiwa, akaondoka kwenda kuanza familia hiyo. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mwanzo 24 mstari wa 59 na 60. Ndipo akampeleka Rebeka ndugu yao na yaya wake na mtumishi wa Ibrahim na watu wake, wakambarikia Rebeka, wakamwambia, ndugu yetu, wewe mama wa 10,000 mara 1000 nyingi, na wazao wako waurithi mlango wa hao wawachukia. Kwa baraka ambazo zinafanya adui wasiwe na uwezo, wanaowachukia wasiwe na uwezo, ni baraka ambazo zinatoka kwa ridhaa ya wazazi, wanafamilia, wana ndugu. Hapa nasema wakampeleka Rebeka, ndio maana inaitwa send off. Ile send off, kumpeleka. Kwa hiyo wao wenyewe wanampa kibali, wanamruhusu nenda kaanze maisha mapya, na baraka zile wanampa, na kwa hiyo adui wanakuwa hawana uweza kwenye ile familia au ndoa inayoenda kuingia na kuanzishwa. Lakini kitchen party imeanzia wapi? Kitchen party katika hali ya kawaida najua kabisa kwamba ni mambo ya mila na mazoea ya kitamaduni za Kiafrika ambazo toka mwanzo tulikuwa tunaona, hata mimi nimeshaziangalia sana hizo sherehe Uswahilini na hata kwenye mambo ya asili, kwamba mtoto akiwa anaingia kwenye hali fulani, stage ya binti, yani kwa maana na maanisha binti akiwa anaingia kwenye hali ya kupevuka, kuitwa mwali, anatengenezewa sherehe fulani za mila, na mambo mengi yanayofanyika pale yanakuwa ni ya kimila, ni mambo ya kimila ambao unazungumza kwamba anafundwa, anaandaliwa, anatengenezwa ili kuja kuwa mama mzuri baadaye. Mambo hayo yanakuwa ni mazuri ndio, lakini kwa upande mwingine yamejaa mambo ya kimila kwa sababu yanatokana na asili ya miungu. Ingawa pia kwa upande mwingine katika hali ya kimwili yanaonekana ni mema, lakini yalikuwa yanajaa na mambo hayo ya mila. Lakini katika hiyo pia tukaona pia na kitchen party nao pia ikaingia, kama vile ikionekana katika sura fulani hivi, lakini katika lengo hilo la kumfunda binti, ili kwamba anapoenda anaenda kuingia kwenye familia haijui, watu hawajui, na kwamba maisha yanayoenda kuwa mapya atayaishije huyu binti. Anatengenezewa, wanaitwa watu ambao wamezidi au wameshapita kwenye hiyo hali, wana uwezo wa kumfundisha, kumwelekeza, kumpa maelekezo mazuri, ili kwamba yule aweze kwenda kuishi vizuri akiwa kama mama bora, na kwa sifa ya familia kwamba binti huyu alikotoka amelelewa, akafundishwa, akapewa maelekezo vizuri, na kwamba ataiangalia familia vizuri, ataangalia pia na kuwakuza watoto vizuri. Lakini nataka tuangalie kwa habari ya kitchen party ya leo jinsi ilivyo. Hiyo kitchen party ya leo iko katika maadili hayo kweli? Na kama kweli huyu binti anayefundishwa ni yule wa mwanzo ambaye tulikuwa tunaona kwamba alikuwa hajui chochote, alikuwa hajui kitu, haelewi kitu, ni mara yake ya kwanza anaenda kukutana na vitu vipya, ni kweli kwamba hajui vitu, huyo mtu anayeambiwa kwamba analetewa kwa ajili ya kufundishwa mafunzo ili aende akaanze kwenda kuyaishi maisha. Lakini nimekutana na vitu vingi ambavyo unakuta kwamba huyu mtu mwingine ambaye anayefanywa kitchen party au anayepewa mafunzo ni mtu ambaye tayari mwingine anayajua mambo kuliko hata nyinyi mnaofundisha. Anayajua kuliko nyinyi.
kwenye mitandao ya kijamii na mambo ya majirani na mambo ya marafiki na mambo ya hapa na pale, na huko kwenye ndoa kwenye alishaingia, na wengine kuishi wameshaishi, na kuzaa wengine wameshazaa, lakini utasikia leo wanafanyiwa kitchen party. Ile kitchen party pia ule mfumo wenyewe mzima, sherehe yenyewe inavyokuepo, maandalizi yake yanavyokuepo na mambo yanayofanyika, unakuta kwamba hayana sura ya kusema kwamba wanakuja kwa ajili ya kumlea, kumfundisha binti ili kwamba aende akayaishi na kumwakilisha kama mama mwema, mama mzuri na mke mzuri wa mume ambaye anapelekewa kwenda kuyaanza maisha. Kwanza hayaanzi hayo maisha, sio kwamba ndo anaanza. Hao wanaofanywa kitchen party yenyewe sio kwamba kweli kwamba anaenda kuyaanza. Huyu mtu anayefanywa kitchen party, hiyo kitchen party anaijua kuliko hata nyinyi mnaomfundisha. Anaelewa na ameshayapitia na ameshayafanya na ameshayaishi, lakini leo hii anafanywa kitchen party. Na wengi ukiwasikia utasikia kwamba tunataka vyombo. Lakini pia yale yanayofanyika kwenye ile kitchen party, namna ya mavazi yanayovalishwa, namna ya tamaduni zinazoendelea, na mambo ya maneno yanayofanyika, namna ya ngoma zinazochezwa, Biblia inazungumzaje? Tutaangalia katika habari ya Wakorinto wa kwanza sura ya 10, lakini ningependa zaidi pia ushauri kutoka kwako. Wewe unakielewa nini? Wewe ambaye una safari ya mbinguni, kwa sababu kila tunachokifanya ujue kwamba ni ibada, na hii ibada ni ya Mungu aliye hai. Ni kweli kwamba wakati hiyo kitchen party, wewe mwanamke najua una uzoefu mzuri sana wa mambo ya kitchen party. Wewe mwanamke, wewe binti, unajua kabisa ninapozungumza, ninapoleta kwako sura ya kitchen party. Ingawa kwamba kuna vitu vingi sibaki wapi yako mengi, lakini ninachozungumzia kwa habari ya kanisa leo lina mambo hayo matatu: kitchen party, send off na lina ndoa. Nimezungumzia ndoa, nimezungumzia kwamba ndoa tunajua kwamba toka mwanzo Mungu ameshaiandaa, aliumba mtu, mume, mke. Yaani kila mtu ana ubavu wake, na katika ubavu huo baada ya dhambi kuingia, tunaona kwamba lazima irudi tena mbele za Mungu ili kuitakasa na kuiweka tena wakfu kama ndoa takatifu ya Mungu kwa kwetu wa Kristo, kwetu ambao tunasafiri kwenda mbinguni. Bado ziko ndoa za kimila, bado ziko ndoa za serikali na dini zingine huko na kila mmoja na utaratibu wake. Kwetu sisi ambao tunasafiri kwenda mbinguni, wafuasi wa Kristo, tunachojua kwamba tunairudisha madhabahuni kwa Kristo ili kuitakasa na kuibariki ili iende na kuwa mali ya Kristo, baada ya kuwa shetani tayari shaingia na kunajisi na kuharibu vitu vingi. Na ambali ya send off tumeona kwamba ninaweza nikarejea kwenye maandiko kulingana kile ambacho Roho Mtakatifu amenifundisha kwamba tunaona Rebeka aliagwa, akapelekwa na akabarikiwa na akapewa akatamkiwa maneno ambayo ya baraka sana. Ndio kusudi la send off, kwamba wazazi, wanafamilia na ndugu wakae pamoja, wale wana binti yao wafurahi na wambariki ili aende akaanze safari ya kutengeneza familia iliyo bora, iliyobarikiwa. Haleluya. Lakini tunapokuja kwa habari ya kitchen party, nashindwa kuipata iko wapi, lakini hata mimi pia nilikuwa naenda, lakini baadaye Roho Mtakatifu akaanza kunionya katika hilo, na ndilo hilo naloleta kwako, kwa sababu kama tunasafiri kwenda mbinguni, basi lazima tuyaangalie na kupunguza mizigo, kwa sababu neno ndivyo linavyosema katika Wakorinto wa kwanza sura ile ya 10, na tunaona katika mstari wa 31. Nitasoma hapo Wakorinto wa kwanza sura ile ya 10. Kwa nini kitchen party? Na ni kweli kwamba Mungu anatukuzwa katika habari ya kitchen party hizo tunazozifanya. Ibada ile inamhusu Mungu aliye hai, Mungu mtakatifu. Ile maana kila tunachofanya unajua kwamba ni ibada. Na kama ni ibada, yani hata kula ni ibada. Ni ibada. Kwa hiyo ile ibada inayofanyika pale ni ya Mungu aliye hai, Mungu mtakatifu. Hizo kitchen party hapo, tuseme kwamba ni unyakuo unashuka. Haya, kweli wakati huo Kristo anaposhuka, tutakapokutwa kwenye hizo kitchen party hizo tunazozifanya kila siku, kila weekend hizo, sio katikati ya wiki, wherever the case, hizo kitchen party hizo, Yesu Kristo akishuka kwa ajili ya kulitoa kanisa lake, hapo atalikuta ni kanisa lake, au atakuta ni vitu vingine, au atakuta ni mambo mengine, au atakuta ni Mungu mwingine yuko pale, na kwamba kuna kuachwa. Neno linasemaje? 31 nitasoma Wakorinto wa kwanza sura ya 10. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Fanyeni kwa utukufu wa Mungu. Ni kitchen party.
inamtukuza Mungu, na iwe hivyo. Lakini nimeona vile ambavyo watu wanavaa. Kuna watu wengine naweza nikasema mpaka unaogopa kuangalia. Nakumbuka kama wiki 2 zilizopita hapo nyuma, nilikuwa natoka na mume wangu kwenda kanisani. Wakati tunapita, kuna majirani ambao ni watu wazima. Walikuwa wanaenda kwenye kitchen party, mtaani kwetu kulikuwa na kitchen party. Na huo mwaliko, kitchen party inafanyikia ukumbini. Na wale watu wanatuheshimu na tunaheshimiana sana. Sana sana. Wanatuheshimu, tunaheshimiana sana 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 sana. Na walipoiona gari, wakagundua kwamba ni gari yetu. Au wengine walikimbia, wakaogopa hata tusiwamulike, ni kwamba tusiwakaribie. Na bahati mbaya sana tukawa tumeshawaona. Nguo zilikuwa juu ya mapaja. Ni watu wazima, nguo ziko juu ya mapaja. Wanaenda kwenye kitchen party. Siku za nyuma nakumbuka kwamba kitchen party zilikuwa zinafanyika wakati wa mchana kweupe, ili kwamba binti afundishwe maadili. Lakini hayo maadili gani kwa leo? Kitchen party hizi ambazo watu wanaenda uchi, tena hao ndio watu wazima ambao ndio wanataka kumfundisha huyo binti anaingia kwenye mambo ya kuwa mama bora, mfano wa Kristo, ambaye analea, ataenda kutengeneza familia ambayo ina picha na sura ya Kristo, ambaye ataenda kuanzisha familia na kuwa na watoto ambao watoto atawalea katika maadili ya Kristo. Yeremia sura ile ya 9 anazungumzaje? Yeremia sura ile ya 9 anazungumzaje? Anasema hivi, kuanzia ule mstari wa 20. Lakini lisikieni neno la Bwana enyi wanawake, na masikio yenu yapokee neno la kinywa chake, mkawafundishe binti zenu kuomboleza, na kila mmoja jirani yake kulia. Kwa maana mauti imepandia madirishani mwetu, imeingia majumbani mwetu, ipate kuwakatilia mbali watoto walio nje na vijana katika njia kuu. Ni kweli kwamba tunaingiza vitu vya kiungu ndani ya hao mabinti ambao tunataka waende wakaishi na kutengeneza familia bora ya Kristo na kuwa na watoto ambao ni bora kwa Kristo, au tunaingiza mauti, tunawaingizia yaani kwamba I say Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana kanisa. Bwana Yesu atusaidie sana sana kanisa. Yaani kwamba ninaogopa kwa sababu vile ambavyo kanisa leo tunalifuatisha dunia, tunakimbia mbio kubwa sana. Spidi ni kali mno, bila hata kujali kile tunachofanya kwa watoto wetu. Tukiwa kama wazazi na tunawaandaa mabinti zetu, tukitamani kwamba tuwalete, tunatamani yamkini ndivyo ndani yetu tunafanya kwamba tunadhani kwamba tunatengeneza kitu chema, tunawatafutia kitu chema, lakini nataka tuangalie sana wazazi. Nataka tuangalie sana wamama. Nataka tujiangalie na tutathmini sana. Angalia hao watu wanaoingia. Kwanza sisi wenyewe tunaowaingiza, hao wanaokuja na vile walivyovaa, na hayo wanaoyacheza, na hayo wanaolewa. Unaingia huko kwenye kitchen party, watu wamelewa, wanacheza michezo ya ajabu, wanafanya vituko vya ajabu, wakimchezea huyo ambaye anategemewa kuwa mama, mtoto mfano wa Kristo, na anaenda kutengeneza familia ambayo ni ya Kristo. Tuangalie sana, kwa sababu hapo tunaona kwamba mauti inaingia. Mauti, yaani kwamba msingi wa hii ndoa, hii familia inayotengenezwa inaanzishwa kwa msingi upi? Ni kweli kwamba yule kwanza wakati huo akiwa na pressure ya kuingia kwenye ndoa, kweli kwa wakati huo kuna kitu ambacho anaweza akafundishwa kama hakufundishwa toka mwanzo, ambapo Biblia inazungumza katika Misali, mlee mtoto katika njia impasayo. Na kwa namna hiyo, kwa dakika ile au masaa yale 2-3 yenye vitu vingi yanayoendelea kwenye ule ukumbi, kwenye hizo shughuli, mingoma, mamiziki, mavazi ya ajabu ambao watu wamekaa uchi, wameacha vifua wazi, wameweka manywele ya kila aina, marangi ya kila aina, majusi ya kila aina, na huyu bibi harusi mwenyewe vile anavyovishwa, vivi vyote tumeambiwa kwenye Wakorintho wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 31 kwamba tufanye kwa utukufu wa Mungu. Kuna utukufu wa Mungu pale. Kuanzia bibi harusi ambaye ndo anaandaliwa kuwa bibi harusi, kuwa mama, kuwa mke wa mtu fulani. Ni kweli kwamba yako kwa utukufu wa Mungu. Ni kweli kwamba yako kwa utukufu wa Mungu. Nini kitchen party? Maana yake ni nini? Kusudi lake ni nini? Limebeba roho gani? Lakini hapa anasema kwamba mauti wafundisheni kuomboleza. Maana baada ya muda ni kilio na msiba na shida nyingi. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa maana mauti imepanda madirishani mwetu, imeingia majumbani mwetu.
Naomba katika jina la Yesu Kristo na Roho Mtakatifu akiwa msaada wetu wa kweli, tuangalie kila tunachokifanya katika upya wa Kristo. Katika upya wa Kristo, kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye wivu. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Anasema usiabudu miungu mingine. Anasema usimtie wivu kwa kisicho Mungu. Kwa hiyo Roho na Mungu na malaika wanaotawala katika hayo makicheni party hayo, ndio hayo atakayoenda kusimama na kusimamisha hatia na hukumu mbele za Mungu. Naomba leo kwa neema ya Kristo tuliangalie upya hilo jambo. Kwenye Kutoka 32 pale mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 6 anazungumzia jinsi Mungu alivyokasirika baada ya kuona wana wa Israeli wanaenda kucheza, kutoa sadaka, kula na kunywa, wakainuka wacheze. Walikuwa wanacheza kwenye sanamu. Unaweza usione kwamba unaichezea sanamu. Unaweza ukazani kwamba sanamu mpaka uione kwa macho ya nje hii ndio sanamu. Lakini wacha nikwambie, usiabudu Mungu mwingine, usitumikie Mungu mwingine, wala usifanye sanamu. Usimtie Mungu kwa kisicho Mungu. Kila tunachofanya tufanye kwa utukufu wa Mungu. Lolote tunalofanya kwa neno au kwa tendo, lazima tujue kwanza linamtukuza yeye. Na katika hayo yote leo kanisa, naamini kwa sababu kuna wengine leo hawanaga shida na send off. Shida ni kwamba wanatafuta wanawake tu. Na ukijua toka kwenye bustani ya Edeni, shetani alishapewa cha kwake. Tunaona kwamba Mwanzo 3:15 Mungu ndiye aliyosema, naweka uadui kati ya mwanamke na uzao wake. Ni mwanamke. Na leo hamnaga wengi wana cancel send off, wanaacha kitchen party. Ndio leo jamaa kanisani. Send off tena lakini bakie kitchen party. Kwa nini? Kwa nini vitu vya kishetani? Unajua ile njia ni pana inayoenda upotovuni, na ile njia ni nyembamba inayoenda kwenye uzima. Kwa hiyo send off, kwa sababu kuna kopo na wanaume mle, watu wanalazimika kukaa, at least kuna maadili fulani. Lakini kichoni pale, kwa sababu ni wenyewe tu, wanawake wenyewe na nini wafanye, wamwage radhi, watende wanaoyatenda. Leo niko katika jina la Yesu kwa rehema za Mungu. Anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Hii ndio ibada ya kumpendeza Mungu. Hii ndio ibada yenye maana. Hii ndio ibada takatifu, kama anavyozungumza katika Warumi 12 mstari wa kwanza hadi wa 3. No, wa kwanza hadi wa pili. Lakini leo tunaitoa hiyo miili ambayo ndio bibi harusi, anatolewa kwanza kwenye miungu, alafu ndipo anaingizwa kwenye ndoa. Alafu ndio anaenda kubarikiwa kanisani. Alafu ndipo anaenda kuitwa mke wa mtu fulani. Mungu na atusaidie. Baba, ninakushukuru kwa neema yako kama ulivyonipa kunena kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba neno hili likapate neema kwa kila anayesikia na kuliona katika jina la Yesu Kristo. Ajalishi wataokolewa kwa mmoja au kwa wingi, kwa wachache, lakini Bwana nimenena katika jina la Yesu, na Roho Mtakatifu kalithibitishe, na neno lako likawe na nguvu kwa uthibitifu mwingi wa Roho Mtakatifu. Ninaomba likakuzalie matunda. Ninakubariki Bwana kwa rehema zako na kwa pendo lako, nikakushukuru katika jina la Yesu. Amen.